Bwana Yesu asifiwe. Basi ukiwa unaungana na mimi leo, kwa majina naitwa mtumishi Aste, au ukiwa una haraka pia unaweza kuniita taratibu. Ni kwamba leo niko na hubiri, niko na fundisho ambalo nahitaji kila mmoja aweze kulipata. Unapopata mafundisho haya, basi wewe fanya hivi: subscribe, like na uweze kuleta comment. Na kama kuna kitu chochote ambacho unahitaji mimi nikifanye, unaweza kufanya hivyo ili kwamba tuweze kusaidiana katika kueneza na kuifanya kazi ya Mungu. Moja kwa moja acha tuingie katika hubiri au fundisho langu la siku ya leo. Ni kwamba kichwa ni kuhusu kuondolewa kwa jiwe. Kuondolewa kwa jiwe. Unaweza kujiuliza maswali: kuondolewa kwa jiwe, jiwe ni nini? Lakini naomba usikize kwa makini kuanzia mwanzo hadi mwisho, kisha utaweza kujua jiwe ni gani na kwa nini jiwe liweze kuondolewa. Fundisho langu litatoka katika kitabu cha Marko 16 kuanzia mstari wa kwanza hadi ule wa 4. Nitasoma kuanzia hapo. Hata Sabato ilipokwisha kupita, Mariamu Magdaline na Mariamu mamaye Yakobo na Salome walinunua manukato wapate kwenda kumpaka. Hata alfajiri mapema siku ya kwanza ya juma wakaenda kukaburini jua lilipoanza kuchomoza. Wakasemezana wao kwa wao, ni nani atakayetuvingirishia lile jiwe mlangoni pa kaburi? Hata walipotazama waliona ya kuwa lile jiwe limekwisha kuviringishwa, nalo lilikuwa kubwa mno. Bwana Yesu asifiwe. Hapa tunapata kwamba kulikuwa kuna wanawake wangapi? Watatu, ambao hao walikuwa kulingana na sheria za Wayahudi, walikuwa hawaruhusiwi kugusa maiti wanapoelekea siku ya Sabato. Maana siku ya Sabato ilikuwa inachukuliwa ni siku muhimu sana, kama ilivyoandikwa na ilivyoratibiwa katika vitabu vya Torati, kwamba hakuna mtu yeyote aweze kugusa maiti siku inapokaribia ama siku ya Sabato. Kwa hivyo tunapoona Yesu Kristo alipokuwa amekufa, alipokuwa ameuawa, alipokuwa ameshasulubiwa, hiyo ina maana kwamba ilikuwa siku inakaribia ya Sabato. Kwa hivyo